Hii ni Yanga TV, kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali ya klabu ya michezo ya Yanga na wadau wake. Kubwa zaidi wiki hii, tutaangazia Yanga Soccer School mara baada ya mchujo uliofanyika kuwapata vijana wadogo kumalizika. Huku pia kikosi cha Yanga kikitupa karata yake ya kwanza kwenye michuano ya Muungano Cup pale visiwani Zanzibar. Wiki hii uongozi wa Yanga ukiongozwa na rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said walifunga rasmi mchakato wa mchujo ambao ulikuwa unawatafuta vijana 30 katika programu ya Yanga Soccer School. Hii inakuwa hatua ya kwanza kwa vijana hao waliopatikana, huku sasa wakienda kwenye mafunzo rasmi ya kuendeleza vipaji vyao. Awali ya yote, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha hapa siku ya leo tukiwa tunatamatisha safari yetu na GSM Foundation ambayo inawahusu vijana waliokuwa wanatafutwa kwa ajili ya kupata udhamini kupitia GSM Foundation na Yanga Soccer School. Kwa awali ya yote, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, niwashukuru sana wazazi kwa jitihada kubwa mlizozifanya za kuhakikisha watoto wenu wanatimiza hatua ya kwanza ya wao kuwa scouted na kuingia kwenye wale watoto 30. Tujipigie makofi wa kina mama na kina baba ambao wameambatana na watoto. Lakini pia niwapongeze watoto 30 ambao wamechaguliwa na leo wako hapa mbele yetu tukiwa tunatamatisha hatua ya kwanza ya kuwapata watoto hawa na kuingia sasa kwenye masomo rasmi. Kwa hiyo hii ni opportunity kubwa, tuwapigie makofi watoto hawa ambao wamevuka kwenye hizi hatua. Yanga Soccer School ni program maalum kabisa ambayo ilikuwa designed na klabu ya Young Africans kuhakikisha inatoa fursa kwa watoto wetu kujifunza kucheza mpira katika umri mdogo. Na mkiangalia hizi nyuso hapa zinaonyesha wazi hawa ni watoto wadogo. Tunakubali kwamba taifa letu lenye wakazi zaidi ya milioni 61, tunakubali Tanzania mchezo wake wa kwanza ambao unapendwa na watu wengi ni football, na tunakubali taifa letu lina population ya almost 60 mpaka 70 ya vijana. Kwa kama taifa hili lina vijana wengi zaidi na mchezo wake wa kwanza ni football, basi tuna kila sababu ya kuusupport mchezo. Na wakati tunausupport mchezo, tunajifunza kupata taaluma katika umri mdogo, ndiyo sababu ya improvement ya quality ya watoto hawa. Kwa hiyo Young Africans ilikuja na hiyo dhamira kwa kuzingatia hayo ambayo nimeyataja. Kwa kusema hivyo, ni mradi sahihi kwenye taifa sahihi, na mradi huu tutahakikisha unasimama na unakwenda mbali zaidi na kuhakikisha tunapata wachezaji bora ambao wameandaliwa kiufundi, kiafya, kinidhamu, lakini pia kwa kipekee kabisa kupata platform ya kucheza kwenye klabu kubwa, na wakati huo pia tukiwa tunaandalia program mbalimbali za wao kuweza kuonyesha kipaji chao ndani ya nchi pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo Yanga Soccer School dhamira yake ndiyo hiyo, na tutahakikisha tunafikia malengo. Lakini pia tumetoa fursa ya wazazi pia ambao watoto wao hawajapata nafasi ya kupata udhamini, na wao pia kuwaleta watoto wao kwa ajili ya kujifunza. Kutakuwa kuna gharama kidogo ambao wanatakiwa ilipe, lakini dhamira ni kubwa kuhakikisha tunatoa fursa kwa wazazi wengi ambao watakuwa wanatamani watoto wao wapate elimu hii. Muda sio punde tutaanza kutafuta watoto wa kujiunga na programu hii katika maeneo nje ya kituo hiki ambacho tunacho. Tunatarajia kufungua kituo kama hiki maeneo ya Kigamboni kwa ajili ya kutoa fursa ya wazazi na watoto waliokuwa maeneo ya Kigamboni. Lakini tunatarajia pia kufungua kituo kingine upande wa Mbezi ili kutoa fursa kwa wakazi wa Mbezi na maeneo ya jirani pia waweze kuleta watoto wao. Najua Dar es Salaam kuna changamoto ya usafiri na program za watoto za shule. Kwa hiyo wale ambao wamekosa nafasi ya watoto wao kuchaguliwa, wasikate tamaa, wanayo nafasi ya kuwaleta watoto wao na wakajifunza kwa kulipia gharama ndogo. Kwa hiyo niwakaribishe wazazi, walezi waweze kuwaleta watoto wao kwenye Yanga Soccer School, na ni program ambayo itakuwa inaendelea kila siku kuwapika watoto hawa na baadaye kupata kizazi chenye professional footballers ambao wana misingi ya kuwa wachezaji. Naam,
Wiki hii pia kikosi cha Yanga kilisafiri kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya michuano ya Muungano Cup, huku kocha wa kikosi hiko Pedro Goncalves akisema wana furaha kucheza mashindano hayo maana ni fursa kwa wachezaji wake. Well, for us it's a pleasure to be here. Zanzibar, we feel we are at home. Kwetu sisi ni furaha kuwepo hapa. Mara zote Zanzibar tunajisikia nyumbani. Hata msimu huu tuna kumbukumbu nzuri kutoka Zanzibar. Kwa hiyo ni furaha tena kuwepo hapa kucheza mashindano muhimu. Tunafika mwisho wa msimu. Muungano ni sehemu muhimu kuwa pamoja. Tumekuwa tukibadilisha wachezaji wakati wa msimu kwenye ligi, mechi za makombe ni kawaida kwetu. Na hii ni fursa kwa baadhi ya wachezaji, lakini pia lazima tutazame kiwango chetu. Akili yetu ni kushinda mechi zote. Kama tunashinda mechi zote, tunakuwa mabingwa wa dunia. Kwa hiyo ndio akili yetu na hatutabadilika. Is our mentality and here we don't change. Wananchi Yanga walianza mazoezi yao ya kwanza mara baada ya kuwasili visiwani humo. Maandalizi hayo ikiwa ni kuwakabili wapinzani wao Mwembe Makumbi katika hatua ya robo fainali ya michuano hiyo ya Muungano Cup. Kubwa zaidi katika mazoezi hayo ya wananchi ni kurejea kwa mlinda mlango Djigui Diarra ambaye alikosa michezo mitatu ya ligi kuu ya NBC baada ya kusimamishwa. Naam, Aprili 21 Young Africans walishuka katika dimba la New Amani Complex dhidi ya Mwembe Makumbi huku akiibuka na ushindi wa mabao 4-0. Magoli ya Yanga kwenye mchezo huo yalifungwa na Prince Dube dakika ya 16 na dakika ya 58 akifunga mara mbili, huku dakika ya 36 Mwembe Makumbi wakijifunga na Shehani Ibrahim akifunga bao dakika ya 37. Mwamuzi Mfaume Ali Unguja, nahodha wa kikosi cha Mwembe Makumbi akiwa ni Samir Mohamed. Mwamuzi Mfaume Ali Unguja, kikosi cha Mwembe Makumbi, Captain Sheikh Hamis Rashid kocha ameanza na mfumo wa wachezaji wa 4-2-3-1. Pedro Goncalves ambaye ni kocha mkuu wa Yanga, Captain Sheikh
Huyu ni moja kati ya makocha bora kabisa hapa Zanzibar, wakicheza Sekafa Senior Challenge Cup. Assalamu alaikum Unguja Zanzibar, assalamu alaikum Pemba, assalamu alaikum Tanzania bara na Tanzania yote, Afrika Mashariki na Kati. Karibu kombe la Muungano. Yahya Abbas, Yanga anashambulia katika nafasi, inawekwa kwenye njia pale, weka mpira ndani kule, ni offside. Mwamuzi msaidizi nambari 1 Ali Ahmad anasema ni offside. Anaanza fupi, Dube naka pembeni sasa kule, Edmund John weka cross ndani kule, mpira umekwenda nje, mtoa ule. Miguel Gamondi, kocha mkuu wa Taifa Stars, yuko hapa na taliwa cheza vizuri. Yakubu Keni, ni Yanga tena. Shihan Mudathir, Alan Okello anaweka katika nafasi, Prince Dube, bao la kwanza la Muungano Cup 2026 linafungwa. Anafurahi, mashabiki wanashangilia, bonge la bao linafungwa hapa na Prince Mpumelelo Dube. Tazama namna mambo yalivyoanzia hapo. Mudathir Yahya Abbas, Okello Alan, pasi maridadi, finishing nzuri, tamu kama urojo hapa Zanzibar, ama kama ile seafood, vyakula vya baharini Zanzibar. Mpira umesereleka, golikipa Rashid Daim angefanya nini? We acha hiyo, ni mbaya kweli kweli. Bao la kwanza la historia 2026 Muungano Cup kuchukua mali. Dube anaiweka katika nafasi ile, anakwenda kuwa tena Okello, Alani Okello kakataa vizuri kabisa. Karibuni tutu wametoka kuifunga Mbeya City goli 6, magoli 6. Okello alimpiga chenga ya mbali golikipa, akajaribu kucheza mpira ukamponyoka, lakini mlinzi alikuwa yuko macho. Na Okello Dante na ucheza mpira ule, ameshindwa. Okello weka cross kumtafuta Dube na control. Dube na msetia Mudathir, cheza golikipa, mpira umemchomoka lakini kauwai. Mshindi wado Salum Othman Chubi ndani ya penalty area, anapiga back pass, jaribu kucheza mpira kuna, nakwenda kucheza vizuri kabisa ile. Mustafa Park, Mwita Mustafa, kona 5. Mwembe Makumbi hawajapiga kona yoyote, inachezwa ndani kule. Shihan, oh wow, ni bao la pili zila Ng'ombe. Tazama namna ambavyo ilipigwa kona. Shihan the first one, tazama namna ambavyo mtu nani wa mwisho kugusa mpira ule, ulimiminwa ndani kule wakati unakwenda. Shihan Ibrahim, tazama kwenye engo hii, mchezaji umeguswa bila shaka. Shadraki Sakaboka kwa cross ndani, cheza Samir mali, imekuta Shihan Afanalek, mwamba huyu hapa, ukimwona tu unajua kazi ipo. Golikipa Rashid Daim hana cha kufanya. Samir Mohamed Said, captain, anashangaa. Shihan Ibrahim anaomba radhi bila shaka kwa kuadhibu Mwembe Makumbi. Tazama Shadraki Sakaboka akacheza Samir, Shihan Ibrahim akatandika mkwaju mmoja wa moto kwelikweli. Second ball, what a strike, buba chuma. Golikipa amedive lakini ameambulia manyoya, na ukiona manyoya ujue kashaliwa. Chuma ya 3 ni Tharasa bin Sufri. Shihan Ibrahim anasema siwasikii. Wow, what a jump. Shihan Ibrahim anautema golikipa yao, touch nzuri. Dube, Edmund, dangerous attack, ananyunyiza ndani kule. Nani wa kwanza? Oh! Amesave golikipa. Cheza vizuri sana golikipa. Amepoteza mpira ule. Sasa ni nafasi nzuri kwa Mwembe Makumbi. Tazama atakachofanya Abdallah Idi Pina. Tazama alivyoondoka Abdallah Idi Pina,
ni top striker huyo na ni top scorer msimu uliopita. Wanya makosa na timu kwa ujumla. Dakika 45 mechi ya ufunguzi Muungano Cup 2026. Takufahamisha nani ameingia kwenye orodha wa wachezaji ambao niko nao hapa. Muungano Cup 2026 anaondoka sasa Edmund John. Weka Dube! Dube! Prince Mpumelelo. Haya, twende kibajaji na pigwa hiyo. Tazama pasi ndefu, long range pass. Wow, just wow. Edmund John, good crossing. Dube, touch ya kwanza, second ball. Buba amemalizia. Ameonyesha ufalme wake. Weka Musa kule, amepoteza nafasi. Cross nzuri. Idi, nafasi nzuri sasa. Mustafa Park, pero amekwenda kule, amepoteza nafasi nzuri. Namna gani nafasi nzuri ameipoteza ile. Yeye na Nyanda Abdallah Idi Pina kapoteza nafasi nzuri sana. Abdallah Idi Pina, Aziz Andabwile off target, amekoswa. Yanga wanaongoza mabao 4, wanaitafuta nusu finali. Ni Young Africans Sports Club wanakwenda nusu finali ya Muungano Cup 2026 kwa kuitandika mabao 4 Mwembe Makumbi. Wanasubiri mshindi kati ya KVZ na Azam Football Club. Baada ya mchezo huo kumalizika, Shehani Ibrahim alikuwa nyota wa mchezo na kukabidhiwa tuzo kwa kiwango bora alichoonyesha dhidi ya Mwembe Makumbi, akihusika kwenye magoli mawili. Kwanza sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kuanza mchezo wangu salama na kumaliza salama. Katika mchezo leo ulikuwa mgumu na nafurahi sana kupata nafasi na kuonesha nilichoonyesha. Hii sio kama kwa furaha, kwa maana timu hii nimecheza kwa mafanikio makubwa tu. Nashukuru Mungu kwa kupata nafasi ya leo. Tuzo hii kwako katika mchezo wa kwanza ina maana gani kwako binafsi, kwa sababu una safari ndefu sana ya career ya mpira? Kwanza furaha yangu ya kwanza kama kupata tuzo hii ya leo na kuisaidia timu yangu kupata alama 3 na bado nitaendelea kupambania timu yangu na bado nitaendelea kuzichukua tuzo. Baada ya ushindi huo, kocha wa Yanga Sports Club Pedro Goncalves amesema ulikuwa ni mchezo mzuri dhidi ya Mwembe Makumbi, lakini wanatakiwa kushinda kila mchezo kwa sababu wao ni mabingwa watetezi wa michuano hiyo. It was a match, a qualifying match, a quarter-final match of the tournament. Sure is important tournament in our competition season. For sure we also have priorities in our goals, but we are the defending champions here, so we are focused to do a good performance first of all, and then for sure try to win all the matches we propose to play. So today we once again focused very well. We had a very good interest in the match. Finish a goal, well, it's offside, but the play, it was a very good play, and we keep the focus, keep the mentality. Is very good to observe that changed a lot of players from the lineup, but the mentality is there. The players always try to do the good things, not only in the offensive moment, but also in defensive moment. So yeah, we are pushing now. We are in the tournaments.
for the semi-final. Let's see tomorrow our opponent for the semi-final, but for sure will be a very tough match. And we progress with tough matches, and we need to enjoy to achieve our goals, but also we need to enjoy the way to achieve our goals. So that is our proposal, and I'm happy for sure for the performance. Nao mashabiki wa Yanga wametamba baada ya ushindi huo, huku wakiamini michuano hiyo itaenda kuwapa nafasi wachezaji wao wote, huku wakitarajia zaidi kuchukua ubingwa. Mwembe Makumbi City sio kigezo cha kusema kwamba ni timu ambayo Yanga labda itakuwa inaisumbua klabu ya Yanga, na wala siwezi kusema kwamba performance ya Mwembe Makumbi unaona bwana labda anaweza akaja akaipa changamoto klabu ya Yanga, isipokuwa tu kwamba klabu ya Yanga Tanzania si tuna ligi kubwa, huku upande wa kwetu bara tuna ligi yetu kubwa. Kwa ligi ya Zanzibar kidogo ushindani wake upo chini kabisa, na ndio maana katika mashindano hivi karibuni hakuna timu ambayo inaotoa ushindani katika vilabu hivi vya upande wa bara. Lakini kwa upande wa timu ya Mlandege kidogo ndio yenye uwezo wa kutoa changamoto katika vilabu vya ukubara. Lakini kwa upande wa timu ambazo zinakuja katika changamoto ya klabu ya Yanga, kiukweli imejipanga timu yoyote kiukweli ambayo inakuja katika kucheza mbele. Tukichukua Azam, sisi tushacheza nao, tumetoa nao sare. Simba tushacheza nao pale, tumetoa nao sare. Kwa hivyo klabu yoyote ambayo yani shirikisho itaipangia Yanga wako tayari kwa muda wowote kucheza na timu yoyote. Sisi tuko tayari kwa sababu tunaamini kikosi chetu ni bora. Tumekwenda kupambana kutetea kombe letu, na lazima tutachukua kombe letu. Hatukwenda kupesa macho, na kama sio shabiki wa Yanga na wachezaji wamekwenda kutetea ubingwa, na kombe lazima tuchukue. Kiwango ni kizuri mno, kwa sababu ukiangalia kama wachezaji wengine baadhi kama kina Akome nani hawajakuwepo uwanjani, ndio kikosi cha pili, lakini mchezo vizuri kabisa. Kwa jina naitwa Bahati Shio, ni mwanachama wa tawi la Yanga Karume Sokoni. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi wa jana. Tunafurahia sana timu yetu, mwendelezo wa timu. Tunaona timu ina improve siku kwa siku, na pia tunashukuru mwalimu kwa kuwa ameweza kufanya rotation ya squad. Mwanzo kulikuwa kuna malalamiko kidogo kwamba hakuna rotation ya squad, lakini jana tumeweza kuona rotation ya squad. Hili ni jambo zuri kwa sababu timu inapokuwa inafanya rotation, basi tunajua timu performance imefikia katika level gani. Kwa hiyo sisi tunafurahia kwanza kwa kutinga hatua ya nusu finali, na sisi tuwaambie Watanzania na Wanayanga kwa ujumla popote walipo Tanzania hii kwamba sisi tuko tayari. Kila mashindano sisi tunayoenda, focus yetu kubwa kama ilivyo kauli mbiu yetu, sisi ni daima mbele nyuma mwiko. Focus yetu makombe yote tunaoshiriki ni kuchukua ubingwa. Kwa jina naitwa Edmund Makweli, mwanachama wa Yanga tawi la Karume Sokoni. Haya, kwa matokeo ya jana tumefurahia nayo kwa ushindi mzuri, na Simba ni kuchukua kombe kwa sababu sisi ni mabingwa watetezi ile kombe. Tumechukua msimu uliopita, bahati mbaya mwaka jana mtani wetu akuepo, alikuwa alijivunja, alitoka mapema akushika ile kombe. Ila msimu huu amejileta na sisi tupo. Na imani tutaichukua, halina shida. Na imani tunaomba dua Azam na ashinde. Na imani kwa sababu nusu finali Azam akishinda leo mnataka kukutana na Azam. Na sema ingoto Azam ashinde tukutane na Azam. Ile mali mechi ya mwisho tuomba dua mtani wetu asikimbie kwa sababu alipata draw mechi iliyopita katika ligi. Sasa tafuta kisingizio. Ametafuta kisingizio. Sasa nataka tunatamani tukutane Zanzibar tarehe 19 na tukutane tarehe 3 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 5. Kwa hiyo tunatamani tupige Azam na tarehe 19 kutana na Simba tumfunge. Na imani inawezekana kwa kikosi bora, japo tuna pengo la Mudasi haya hata kuwepo, lakini uwepo wa Pakomezuzwa Tipui yupo. Ana imani tutafanya vizuri, wala halina shida, na tuna timu nzuri iliyokuwa bora na tuna benchi nzuri kwa sasa, kaongezeka yule Msomali yupo, basi tutafanya vizuri. Kwangu mimi haina shida yoyote hilo. Kikosi cha Yanga Sports Club kinaendelea na mazoezi yake visiwani Zanzibar kuelekea katika mchezo wa nusu fainali ya kombe la Muungano dhidi ya Azam FC, mchezo utakaopigwa Aprili 25. Naam, hii ndio Yanga, timu ya wananchi. Mwekezaji ni mwananchi mwenyewe.